Kwenye kivuli cha taasisi za kijeshi kuna majaribio yaliyofanywa kwa siri ambayo yanaonekana kama ametoka kwenye filamu za kubuni, kana kwamba hata ukamwambia mwenzako anaweza kukuona kwamba wewe ni chizi, kwamba ni uongo au umedanganywa na movie. Lakini kuna teknolojia za ajabu na kuna majaribio mbalimbali ya kiintelijensia ya kijeshi ambao serikali mbalimbali duniani wamekuwa wakijaribu ili kusudi wawe na mamlaka juu ya mataifa mengine, wawe na mamlaka juu ya maadui zao, wawe na mamlaka juu ya maadui zao katika vita. Na kuanzia teknolojia ya kusoma akili ya mtu hadi teknolojia ya kuvaa mavazi ambayo hayaweza kaonekana kwa macho ya kibinadamu. Miradi hii ya kisiri ni halisia na sio story ya kubuni. Leo tutatazama katika majaribio 10 ya siri za kijeshi ambayo yameshangaza wengi na kuonekana kama ni mambo ya kubuni. Namba 1, ninaweza nikasema ni The Stargate Project. Huu ni mradi ambao ulikuwa ni jaribio la kuendeleza nguvu za kiakili kwa matumizi ya kijeshi. Katika Cold War au vita baridi, ambayo ilikuwa ni vita, sio vita hasa kurushiana mabomu, bali ni vita mamlaka ya pande mbili, ambapo dunia iligawanyika katika pande mbili, the world of capitalism na the world of socialism, ambayo dunia capitalism ikiwa kiongozwa na the United States au Marekani, na dunia ya socialism au jamaa ikiwa imeongozwa na Urusi, ambao kwa kipindi kile ilikuwa inaitwa USSR au the Union of Soviet Socialist Republics, ambapo vita hii iliishia miaka 1980 ambapo USSR ilivunjika na ikagawanyika katika nchi mbalimbali. Lakini katika kipindi hiki kulikuwa kuna mradi wa Stargate ambao serikali ya Marekani ilifadhili jaribio la kujaribu kutuma, naweza nikasema inaitwa remote viewing au uwezo wa kuona na kukusanya taarifa kutoka mbali pasipo kuwepo kimwili, ambapo watu mbalimbali hasa wale wataalamu katika masuala ya kiakili waliitwa kusaidia kupata taarifa za maadui, kwamba mtu yupo hapa lakini anakusanya taarifa mbali zaidi, ambazo taarifa mara nyingi zinakuwa ni sahihi. Na kiukweli wengi wamekuwa wakitoa taarifa kwamba huu mradi kwa upande mmoja au mwingine ulizaa matunda makubwa. Ingawa mradi huu alitangazwa ulifungwa rasmi mwaka 1995, wengi wanaamini kwamba huu mradi unaendelea kwa jina lingine, ukiwa umefichwa chini zaidi na mamlaka usiweze kujulikana. Kwa hiyo mtu anaweza kaa hapa na anaweza kukusanya taarifa za adui yake bila yeye kuwepo katika ile eneo. Kwa hiyo wataalamu mbalimbali wa kusanya wa kisaikolojia, wa kiakili na hypnosis ili kuweza kufanya jaribio hili lifanye kazi. Hili ndio naweza nikasema jaribio la kwanza. Jaribio la pili ni jaribio ambalo najua mpendwa mtazamaji, kama ni mtu ambaye umefuatilia movie sana, umegundua hili jaribio linaitwa si lingine bali ni Project MacArthur. Project MacArthur lilikuwa linahusishwa na CIA au the Central Intelligence Agency, ambao walikuwa wanafanya majaribio ya kudhibiti na kumiliki akili ya mtu, ambapo CIA walikuwa wanachunguza akili ya binadamu na kujaribu kuidhibiti, yani kuicontrol, kwamba wakicontrol hiyo akili wanaweza kaamrisha ufanye jambo fulani, hata wewe bila kutaka unaweza kalifanya. Kwa hiyo walikuwa wanatumia dawa za kulevya, hypnosis au sayansi au naweza nikasema ni uchawi wa kiakili, lakini pia kumtenga binadamu, kumtenganisha katika miezi mbalimbali katika kambi zao na kuhakikisha kwamba anafata zile programu ambazo wao wanakuwa wameamrisha. Na huu mradi umetengeneza wanajeshi wengi sana. Unachoona kwenye movie nyingi sio uongo, bali ni ukweli. Umezaa wanajeshi sana wengi ambao wameweza kufuata amri bila kuuliza unafanya nini, na wameweza kufanya kwa asilimia zote huku akiwa hajielewi. Na baada ya muda wanaweza kumrudisha katika hali yake ya kawaida, kumuuliza uko unafanya nini, na yeye mwanajeshi huyo asiweze kutambua nini akiwa amefanya hivyo. Kwa hiyo
hii mradi ilikuwa katika lengo la kutengeneza wanajeshi ambao hawaulizi au hawapingi kile ambacho anaamrishwa na bosi wake. Kwa hiyo walikuwa wanafanya hivi kupitia maraia mbalimbali, kupitia wanajeshi na pia kupitia wafungwa, ili watengeneze, naweza nikasema Manchurian candidate, au naweza nikasema mwanajeshi kamili au mjasusi kamili ambaye anaweza kuwa controlled kupitia akili yake. Kwa hiyo project hii ilifungwa mnamo miaka ya 1970, lakini uliacha maswali mengi kuhusu maadili ya kibinadamu, haki za binadamu, na pia je, siri za kijeshi zina umaana wa kumlinda binadamu au wa kumwangamiza binadamu? Ingawa nasema mradi huu ulifungwa miaka hiyo, lakini vyanzo mbalimbali hasa katika kupitia majasusi mbalimbali wanasema miradi hii inaendelea katika giza la mamlaka za serikali hizi. Jaribio la tatu ni The Philadelphia Experiment, ambalo lilikuwa ni jaribio katika mji wa Philadelphia ambao ulikuwa na nadharia maarufu za njama za kijeshi. Kwa hiyo mwaka 1943 inasemekana jeshi la wanamaji la Marekani lilijaribu kufanya meli ya kivita iitwayo USS Eldridge kutokomea kwenye rada. Ninavyosema kutokomea kwenye rada, namaanisha kwamba walifanya meli hii ikawa haionekani katika hilo eneo, alafu ikaja ikaonekana sehemu nyingine kwa wakati mmoja, na inasemekana kwamba hili jaribio lilitimia na lilikuwa successful. Ripoti zinasema kwamba meli hiyo ilitoweka na ikijitokeza mahala pengine, na wanajeshi waliokuwa ndani ya meli walipatwa na madhara ya ajabu ambayo yanasadikika hakuelezewa kiundani, kwa sababu ripoti hizi zilifichwa katika magala au katika ofisi zao za kiintelijensia. Ingawa serikali ya Marekani ilikanusha, lakini teknolojia hii iliundwa, inafichwa, na kweli ilitengeneza success rate au mafanikio ya hali ya juu. Kwenye dunia utaona mengi. Twende kwenye sehemu ya 4 ambayo inaitwa the Havana Syndrome. The Havana Syndrome, au naweza nikasema ugonjwa wa Havana, ambapo mwaka 2016 mabalozi waliokuwa Havana nchini Cuba. Cuba ni nchi iliyopakana na Marekani na mji mkuu ni Havana. Kwa hiyo mabalozi waliokuwa pale Havana Cuba walianza kupatwa na dalili zisizoeleweka: maumivu ya kichwa, kichefuchefu, sauti zisizoeleweka, maumivu ya mwili, udhoofu wa mwili. Hali hii ikapewa jina ya The Havana Syndrome. Wataalamu wanashuku kuwa inaweza ikawa matokeo ya silaha za siri zinazoathiri akili au kusababisha madhara kwa kutumia mawimbi ya nishati. Uchunguzi huu bado unaendelea, huku wengine wakidai huenda ni jaribio la siri la kudhibiti akili ya binadamu. Kama mnavyojua, Cuba na Marekani zilikuwa katika ugomvi mkubwa sana kwa sababu ya vita baridi za Cold War, ambayo Cuba ilikuwa inahusiana na USSR ambao kwa kipindi kile ndio Urusi ambao kwa kipindi kile inaitwa USSR. Kwa Marekani ilimchukulia Cuba kama adui kwa sababu Urusi alikuwa anataka kuweka kambi pale Cuba, ambapo Cuba na Marekani wamepakana pua na mdomo. Kwa hiyo inawezekana bado ni bifu ambalo linaendelea juu kwa juu. Kwa hiyo huu ugonjwa unaonesha kwamba ni teknolojia ya hali ya juu ambayo ilikuwa inatumika na inavyosemekana na jeshi la Marekani, ambayo tunaitaga ni directed energy weapons, ambayo ni high tech au teknolojia ya hali juu
ambayo inatumia nishati isiyoonekana ambayo inaweza kutengeneza madhara makubwa katika mwili wa binadamu au jamii husika katika muda mfupi sana. CIA wanachunguza, huku wengine wakisema kwamba CIA wenyewe ndo wanahusika. Kwa hiyo mpaka sasa hivi jawabu halijajulikana. Jaribio namba 5 naweza nikasema the invisibility cloak au ni vazi la kutoonekana. Kwa hiyo hili jaribio linaonekana la kubuni, lakini jeshi linatumia vitu vinaitwa metamaterials, vifaa ambavyo vinapinga mwanga kuzunguka ili kitu kisiweze kuonekana. Kumbuka macho yako binadamu yanaona kitu kulingana na mwanga. Kwa hiyo hii invisibility cloak au hili vazi linapindisha mwanga na kufanya wewe usiweze kumuona mtu aliyevaa hilo vazi. Teknolojia hii inaweza ikafanya wanajeshi au magari ya vita yakatoweka mbele ya adui, hata kwenye rada au kwenye vifaa vya rada. Na ingawa haijaanza kutumika kwa kiasi kikubwa, lakini maendeleo makubwa sana yamefanyika na kuna mafanikio makubwa sana katika hii teknolojia. Ngoja tuone siku za mbeleni wanasemaje kuhusu teknolojia hii. Teknolojia ya 6 inaitwa HAARP, ambayo ni kirefu cha High Frequency Active Aurora Research Program, ambao huu ni mradi au ni project ambayo wengine ambao ni kuchunguza tabaka la juu la anga la juu. Kwa hiyo teknolojia hii ni uchunguzi au research ambayo inaangalia namna kuathiri hali ya hewa, matetemeko ya ardhi na hata akili za watu. Kwa hiyo teknolojia hii inaweza kufanya mvua isinyeshe au ikanyesha. Teknolojia hii inaweza kuhamisha mawingu ya mvua kwenda sehemu fulani. Teknolojia hii inaweza kuleta matetemeko ya ardhi ambayo hayakutakiwa kutokea na mengine mengi. Lakini pia kinachofanya teknolojia hii iweze kutishika sana ni kwamba inaweza kusababisha moto katika misitu mbalimbali, na wengi wakiwa wakihusisha kwamba serikali ya Marekani imekuwa ikitengeneza moto katika misitu mbalimbali kama Oregon katika namna ambayo moto huo haukutakiwa utokee. Kwa hiyo wanaamini kwamba ni teknolojia hii ambayo inasababisha mambo kama haya. Pia moto wa Australia huko katika misitu mbalimbali ya Australia, lakini pia nguvu ya mawimbi ya umeme inawapa watu hofu juu ya teknolojia hii. Kuna teknolojia nyingine inaitwa the Genetic Engineering and Super Soldier Programs. Kwa hiyo kama unavyojua katika historia, nchi mbalimbali, serikali mbalimbali zimekuwa zikitafuta namna ya kuimarisha jeshi lao na intelijensia zao katika kutengeneza mamlaka kubwa sana za kijeshi ambazo zinaweza zikaogopeka na zikaheshimiwa duniani kote. Kwa hiyo kwenye genetic engineering ni kutafuta namna ambayo inaweza kumtengeneza mtu awe na nguvu zisizo za kawaida, kuanzia kwenye damu yake mpaka kwenye mishipa, mpaka kwenye mifupa, mpaka kwenye ubongo. Ni kutengeneza askari ambaye haweza kafanana na binadamu, ni juu ya binadamu. Kwa hiyo kupitia uhandisi wa vinasaba au genetic engineering, wanasayansi wamekuwa wakihusishwa katika hali ya juu na serikali za nchi mbalimbali katika kutengeneza mwanajeshi mwenye uwezo wa nguvu na akili na uvumilivu wa hali ya juu. Na mpaka sasa hivi hiyo sio siri, ni ukweli kabisa kwamba wanajeshi wamekuwa wakihusishwa na kupewa madawa, wakufanyiwa uchunguzi wa vinasaba na kuongezewa nguvu mbalimbali katika kujaribu kutengeneza wanajeshi wa kisayansi, katika kubadilisha DNA ya wewe binadamu kuwa silaha ya binadamu. Kwa hiyo binadamu anakuwa ni silaha na sio binadamu kama tunavyojua. Kama unavyoona hapo ni baadhi ya program mbalimbali
na hypothesis, au naweza kusema pia sio hypothesis tena, bali ni uhalisia uliopo katika intelijensia za majeshi mbalimbali ya duniani kote. Teknolojia ya 8 ni silaha za mionzi ya Tesla au Tesla's death ray. Tesla's death ray ni inapewa jina kutokana na mwanasayansi aitwaye Nikola Tesla ambaye alikuwa ni mvumbuzi maarufu sana. Huyu mvumbuzi alidai kwamba alikuwa na mpango wa kutengeneza silaha mionzi ambayo inaitwa death ray. Aliamini silaha hii inaweza kuharibu ndege kubwa au meli kubwa katika umbali mrefu kwa kutumia nishati kali. Kama ambavyo unaona tochi ikimulika sehemu na kufika mbali, hivyo naamini kwamba kupitia mionzi inaweza kumulika katika hiyo meli au katika hiyo ndege na ikaibomoa ndege hiyo na kuisambaratisha papo kwa hapo. Kwa hiyo serikali ya Marekani ilikuwa ikinaonyesha nia sana, lakini haijulikani kama silaha hii imeundwa au la. Lakini wengi wanadhani kwamba teknolojia hii ipo na imewekwa kama silaha ya kisasa na asili. Mimi naye tukiwa namba 9 ni Operation Paperclip. Operation Paperclip ni kwamba baada ya vita ya pili ya dunia mwaka 1945, Marekani ilizindua Operation Paperclip ambayo ilileta wanasayansi kutoka Ujerumani nchini kwa ajili ya maendeleo ya kijeshi. Kwa hiyo wanasayansi wengi walikuwa wanafanya kazi chini ya Adolf Hitler ambaye alikuwa ni dikteta wa Ujerumani. Wanasayansi hao wengi hawakuuawa, bali walichukuliwa kama walivyo na kuhamishiwa nchini Marekani. Kwa hiyo wanasayansi hao ndo walikuwa wanasaidia Marekani kufika mpaka hapa palipo na kusaidia katika jeshi, katika anga na katika miradi mbalimbali ambayo imefanya Marekani kuwa hivi mpaka ilipo. Kwa hiyo wengi wanaamini kwamba wanasayansi hawa walihusika katika miradi mingi ya siri kubwa sana ambazo zilisaidia Ujerumani kuwa vile. Kwa hiyo miradi hii ilihamishiwa Marekani na kuifanya Marekani itawale dunia mpaka leo, ikiwemo miradi kama mtu kusafiri katika muda, mtu kupata akili bandia na kupia teknolojia za kutisha zisizoeleweka mpaka hivi leo. Hiyo inaitwa Operation Paperclip. Ya mwisho naweza nikaita The Montauk Project. The Montauk Project ni mradi ambayo unahusisha kudhibiti akili, kusafiri muda na hata kusafiri katika ulimwengu mwingine. Kwa hiyo Montauk Project ilikuwa ni majaribio ya kucontrol akili ya binadamu, kumfanya pia binadamu asafiri katika muda fulani. Yaani kwamba wewe leo 2025 usafiri mpaka 1990 na kurudi na kutoa taarifa za kule. Kwa hiyo lakini pia majaribio mbalimbali ya time manipulation katika kubadili nyakati mbalimbali. Kwa hiyo japo hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba hii project imeweza kufanya kazi na kufanya mafanikio, lakini watu wengi wamekuwa wakihusisha encounter mbalimbali ambazo haziwezi zikaelezeka katika uhalisia kibinadamu, kwamba hadithi zinavuma kwamba watu wamekuwa wakipitia majaribio mbalimbali ambayo yasizoeleweka katika akili za kibinadamu. Kwa hiyo hii naweza nikasema ni majaribio 10 ya siri za kijeshi yaliyoweza kushangaza watu katika maisha yao na katika serikali mbalimbali. Kwa hiyo kama mnavyoona kuna mstari mwembamba sana wa uhalisia na uongo, kwa sababu teknolojia hizi ni teknolojia ambazo zimewekwa sana katika siri za mataifa mbalimbali na serikali mbalimbali. Kwa hiyo kama umependezwa na teknolojia hizi na ungependa kujua nyingi, unaweza ukacomment hapo na tukaweza tukatengeneza 10 zingine
au 20 zingine kulingana na unavyotaka. Jamii itaona miaka mbele jinsi ambavyo itakavyokuwa. Kama umependa ndugu mtazamaji content hii, unaweza like, ukasubscribe na pia ukashare kwa watu mbalimbali ili waweze kupata taarifa, kwa sababu ukishare, ukilike na ukisubscribe ina maana unanisaidia mimi niweze kukutengenezea content zaidi kama hizi na kuweza kujua wapi ambapo panahitaji marekebisho. Asante sana, naendelea kufuatilia vipindi vinavyofuata. Asante.